haya yalikuwa yana malengo manne. Lengo la kwanza ni kutoa hamasa kwa Watanzania kuhusu umuhimu wa kuchagua viongozi bora kwa kuzingatia kuwa huu ni mwaka wa uchaguzi. Lakini pili ni kuhimiza amani na umoja wa kitaifa wakati na baada ya uchaguzi. La tatu, lengo ilikuwa ni kujenga uelewa kwa jamii ya Watanzania kuhusu miradi mbalimbali ya kimkakati inayotekelezwa na serikali ya awamu ya 6. Na lengo la 4 ilikuwa ni kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, kwa mafanikio mengi makubwa yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 4 ya utawala wake. Na kwa hakika malengo ya maadhimisho haya yanaendana na ndoto na maisha ya baba wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki na Watanzania mnaotusikiliza, baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere alikuwa kiongozi wa pekee sana. Alikuwa kiongozi aliyejaliwa uwezo mkubwa, maono na upeo mkubwa sana, lakini pia kiongozi mwenye msimamo thabiti juu ya mambo ya msingi, lakini pia alikuwa ni mzalendo wa hali ya juu sana, na anakumbukwa kwa mambo mengi ndani na nje ya Tanzania, na hasa mchango wake mkubwa sana kwa taifa letu, kama vile alivyojitolea kuongoza jitihada za kuwaunganisha wananchi kupigania uhuru wa Tanganyika ambao ulipatikana tarehe 9 Disemba mwaka 61, lakini pia kuasisi muungano wa Tanganyika na Zanzibar tarehe 26 Aprili 1964. Aidha, ili kujenga msingi wa umoja na amani katika taifa letu, baba wa taifa aliongoza jitihada za kuunganisha makabila zaidi ya 120 hapa nchini na kuchochea matumizi ya lugha ya Kiswahili kama kiunganishi. Baba wa taifa anakumbukwa pia kwa kuweka msingi imara ya uongozi wa taifa unaozingatia demokrasia na kuwezesha taifa letu kuendelea kuwa la amani, umoja na mshikamano. Na kutokana na msingi huo, yeye mwenyewe kwa hiari yake aling'atuka madarakani na alikabidhi uongozi wa nchi kwa Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi, hali iliyotujengea utamaduni wa kukabidhiana madaraka kwa amani pasipo vurugu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, kumbukizi hii ya miaka 103 ya kuzaliwa kwa baba wa taifa inatoa fursa ya kuenzi mchango wake mkubwa kwa uhai na maendeleo ya Tanzania, lakini vile vile ni nafasi ya kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, kwa kuendeleza na kusimamia misingi iliyoasisiwa na baba wa taifa pamoja na viongozi wa awamu zote zilizofuata, na nitaomba niseme mambo yafuatayo. Tunampongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuimarisha amani na umoja wa kitaifa kupitia falsafa yake ya R4 iliyojikita katika kujenga upya, kufanya mabadiliko ya kisera, kiutawala na kimuundo, kujenga mapatano na maelewano na ustahimilivu. Na kupitia falsafa hii, Mheshimiwa Rais ameliwezesha taifa letu kuimarisha umoja wa kitaifa, mshikamano, mifumo ya kitaasisi na kiuchumi, na kupanua uhuru wa watu kufanya shughuli zao zikiwemo za kisiasa na za kidini.
Baba wa Taifa alisisitiza sana Watanzania kulinda amani na umoja katika nchi. Aliamini kwa dhati usawa wa binadamu na ujenzi wa taifa lisilo na matabaka ya wachache wenye nacho na wanyonge wengi wenye maisha duni. Alikuwa ni muumini mkubwa wa maridhiano, ustahimilivu na ujenzi wa taifa huru linalojitegemea, na aliiongoza nchi yetu kwa misingi hiyo. Lakini vile vile Mwalimu aliamini katika kujenga umoja miongoni mwa nchi za Afrika, na licha ya jitihada za kuunda umoja wa nchi mbalimbali Afrika kama shirikisho la Senegambia na Afrika Mashariki, yeye Mwalimu na mwenzake Abeid Amani Karume waliunganisha Jamhuri ya Tanganyika na serikali ya watu wa Zanzibar kuwa nchi moja, muungano ambao umedumu hadi leo na unazidi kushamiri. Katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wake, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, katika kufuata nyayo za Mwalimu na viongozi wengine waliomtangulia, amefanya kazi ya kuimarisha tunu ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar ambao tarehe 26 Aprili mwaka huu utatimiza miaka 61. Na amefanya hivyo, hatua zilizopatikana ni pamoja na kutatua hoja za muungano ambazo hadi sasa ufumbuzi jumla ya hoja 15 za muungano umepatikana. Baba wa Taifa alihimiza kuulinda muungano wetu kwa nguvu zote na kuhakikisha kero zozote zinazojitokeza zinatatuliwa kwa njia ya mazungumzo na maridhiano. Na kwa hiyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anastahili pongezi kwa kuendelea kuimarisha muungano wetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, Mwalimu Julius Nyerere alitambua mapema umuhimu wa kuwa na miundombinu imara na aliwekeza sana katika ujenzi wa reli ya kati, lakini pia reli ya Tazara. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan naye amefuata nyayo hizo za Baba wa Taifa, na tunaipongeza serikali ya Mama Samia, maana tangu alipochukua hatamu za uongozi wa nchi yetu aliahidi kudumisha mazuri yote ya awamu zilizopita, na alidhihirisha azma hiyo kwa kauli mbiu yake ya kazi iendelee. Na baadhi ya kazi hizo ni pamoja na uendelezaji na ujenzi wa miundombinu ya kimkakati, kutanua fursa za uwekezaji wa wananchi kiuchumi, kuboresha huduma za kijamii za afya, elimu na maji, kuvutia uwekezaji nchini na kukuza uhusiano wa kimataifa, ikiwa ni pamoja na kuimarisha diplomasia ya kiuchumi. Kati ya miradi mikubwa iliyotekelezwa katika uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan ni ujenzi wa bwawa la kufua umeme la Mwalimu Julius Nyerere, ambao kama tunavyofahamu, ujenzi wa mradi wa kufua umeme kwa kutumia maji ya mto Rufiji uliasisiwa na Baba wa Taifa, na kazi ya upembuzi yakinifu feasibility study ya kwanza ilifanyika wakati wa Baba wa Taifa. Hata hivyo, mradi huu haukutekelezwa kwa sababu mbalimbali, ikiwemo kukosekana kwa rasilimali fedha. Lakini ujenzi rasmi ulianza kutekelezwa chini ya uongozi na uthubutu wa hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sasa umekamilishwa katika uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na mradi umekamilika na umeiwezesha sasa Tanzania kuzalisha megawati 2115 za umeme na kuongeza kiwango cha umeme katika gridi ya taifa kutoka megawati 1889.84 mwezi Februari mwaka jana hadi kufikia megawati 4031.7
mwezi Februari mwaka huu 2025. Lakini wakati wa uongozi wa hayati baba wa taifa alisisitiza ujenzi wa miradi ya kufua umeme kwa kutumia maji kwa ajili ya matumizi ya kawaida na viwandani. Na katika kipindi cha utekelezaji wa mpango wa maendeleo wa miaka mitano 1969 mpaka 74 na 1974 mpaka 79, miradi ya kufua umeme ya Kidatu na Mtera ndipo ilipojengwa. Kwa hiyo unaona ni dhahiri Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anafuata nyayo zile zile za baba wa taifa. Tunafahamu pia mradi mwingine wa kimkakati ambao ulianza kutekelezwa katika awamu ya 5 ya uongozi wa nchi yetu ni pamoja na ujenzi wa reli ya kisasa SGR ambao umeanza kutoa huduma za usafiri kati ya Dar es Salaam na Dodoma. Na taarifa zinaonyesha kuwa kufikia Februari mwaka huu jumla ya abiria milioni 1,08,983 wamesafirishwa na kiasi cha shilingi bilioni 54.9 kimepatikana. Huduma hii ya treni licha ya kupunguza muda wa safari kati ya Dar es Salaam na Dodoma kutoka wastani wa saa 10 hadi saa 3:30 utaliwezesha taifa letu kunufaika na fursa mbalimbali. Ujenzi wa SGR pia kutoka Dodoma kwenda Mwanza, lakini pia kuelekea Kigoma na pia katika mji wa Gitega kule Burundi unaendelea. Kwa upande wa usafirishaji, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kulifufua na kuliimarisha shirika la ndege Tanzania ambalo lilianzishwa na baba wa taifa ili kutoa huduma bora za usafiri wa anga kwa abiria na mizigo ndani na nje ya nchi. Kati ya mwezi Novemba 2020 na Februari 2025, ndege 7 zimenunuliwa ambapo ndege 6 ni za abiria na 1 ni ya mizigo. Ununuzi wa ndege hizo umelifanya shirika letu kuwa na jumla ya ndege 15. Miradi mingine ni ujenzi na upanuzi wa viwanja vya ndege, upanuzi wa bandari, ujenzi wa meli kwenye maziwa yetu makuu, ujenzi wa barabara kuu na za vijijini, ujenzi wa hospitali za rufaa za mikoa na wilaya pamoja na zahanati na vituo vya afya, ununuzi wa vifaa tiba vya kisasa, kusomesha madaktari bingwa na ujenzi wa miundombinu ya elimu msingi, sekondari, ufundi na elimu ya juu katika taifa letu. Lakini pia tunampongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake za kuhifadhi na kutunza mazingira na kwa kuhimiza matumizi ya nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Rais amekuwa mstari wa mbele na kinara kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia hapa nchini, barani Afrika na kimataifa. Lakini pia Mheshimiwa Rais anaratibu utekelezaji wa programu ya nishati safi ya kupikia barani Afrika ambayo ilizinduliwa mwaka 2023 na inalenga kuwawezesha wanawake kutumia nishati safi ya kupikia barani Afrika. Na kupitia matumizi ya nishati safi ya kupikia, hakika tutapunguza uzalishaji wa gesi joto, uharibifu wa misitu na mazingira, kupunguza athari za kiafya, kiuchumi na kijamii zinazotokana na matumizi makubwa ya kuni na mkaa, lakini pia kuleta usawa wa kijinsia. Jitihada zaidi chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia ni kuhamasisha Watanzania kupanda miti, kudhibiti taka na kufanya usafi wa mazingira na biashara ya kaboni. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, pongezi zaidi kwa rais wetu zinatolewa kwa jitihada za kuendeleza lugha ya Kiswahili na utamaduni wa Mtanzania, lakini pia michezo. Chini ya uongozi wa Dr. Samia, serikali ya awamu ya 6 imechukua hatua za makusudi kuendeleza, kukuza na kubidhaisha lugha ya Kiswahili.
Lugha ya Kiswahili sasa inatambuliwa kuwa lugha rasmi ya Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Aidha, Shirika la Umoja wa Mataifa Sayansi na Utamaduni UNESCO limetangaza siku ya tarehe 7 Julai ya kila mwaka kuwa siku ya Kiswahili duniani. Ikumbukwe kuwa Baba wa Taifa pia alichukua hatua mbalimbali za kukuza na kueneza matumizi ya Kiswahili nchini na ulimwenguni kwa kuanzisha Taasisi ya Utafiti wa Kiswahili TUKI mwaka 1964, Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA mwaka 1967, matumizi ya Kiswahili bungeni na shughuli zote za serikali mwaka 1962, kutangaza Kiswahili kama lugha ya taifa mwaka 1964, na matumizi ya Kiswahili kama lugha ya kufundishia masomo yote na lugha ya Kiingereza kubaki kuwa somo. Hiyo ilifanyika mwaka 1965. Lakini vile vile Baba wa Taifa alikuza na kuendeleza Kiswahili kupitia uandishi wa vitabu na kufanya fasiri za vitabu kwa lugha ya Kiswahili vikiwemo Uhuru na Ujamaa mwaka 1968, Binadamu na Maendeleo mwaka 1974 na Mfanyabiashara wa Venice mwaka 1966 na vingine vingi vikiwemo vitabu vya dini. Kuna Injili kadhaa pia alizifasihi kwa Kiswahili. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, kumbukizi ya miaka 103 ya kuzaliwa kwa Baba wa Taifa inatupatia pia nafasi ya kutafakari juu ya umuhimu wa umoja wa kitaifa ambao hayati Baba wa Taifa aliupigania kama hatua muhimu ya kujenga utawala bora. Kama taifa changa lililojikomboa kutoka kwenye makucha ya wakoloni, Baba wa Taifa alihimiza kuheshimu tofauti zilizopo baina yetu ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja na kufikia malengo yetu. Katika azma hiyo, Mwalimu alihimiza ushiriki wa wananchi katika michakato ya kufanya maamuzi, kukuza uwazi na uwajibikaji, kuwekeza katika elimu na uhamasishaji ili kuongeza ufahamu kuhusu haki na wajibu wa raia, kuleta usawa wa kijamii na kiuchumi ili kuepusha migawanyiko na machafuko ya kijamii na utambulisho wa kitaifa na maadili. Na madhumuni hayo ndiyo yaliyopelekea kuasisiwa kwa Jeshi la Kujenga Taifa JKT mwaka 1964 ili kuwafundisha vijana kulitumikia taifa katika nyanja za kijamii, maendeleo ya uchumi na ulinzi wa taifa, lakini pia kutoa mafunzo ya msingi ya jeshi kwa vijana kwa lengo la kuwawezesha vijana hao kufikia sifa ya kujiunga katika vyombo vya ulinzi na usalama na kushiriki kikamilifu katika medani ya ulinzi wa taifa. Waheshimiwa viongozi na Watanzania wenzangu, Baba wa Taifa aliamini kuwa ili tuendelee tunahitaji watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Na hivyo aliweka msisitizo katika suala la uongozi bora katika ngazi zote za uongozi wa taifa letu, kwa vile aliamini kuwa matatizo mengi yanayowasibu wananchi yalitokana na kutozingatiwa kwa misingi ya utawala bora. Matatizo hayo yalikuwa ni pamoja na uongozi wa kiimla usiozingatia maoni na ridhaa ya walio wengi, kutozingatiwa kwa sheria, kanuni na taratibu, kutozingatiwa kikamilifu kwa misingi ya haki na usawa katika mipango na uendeshaji wa shughuli za umma, lakini pia vitendo vya rushwa na ubadhirifu wa mali za umma, vitendo vya unyanyasaji wa wananchi na kutokuwepo kwa uwazi katika uendeshaji wa shughuli za umma. Kwa msingi huo, hayati Mwalimu Julius Nyerere alisisitiza
umuhimu wa wananchi kushiriki uchaguzi wa viongozi, na sio bora viongozi, bali viongozi bora, akianzia na uchaguzi wa tarehe 1 Novemba mwaka 1962 mara baada ya Tanganyika kupata uhuru. Lakini pia alisisitiza sana ushiriki wa wanawake katika chaguzi hizi, na Dr. Samia Suluhu Hassan hakika amefuata nyayo hizo. Wote ni mashuhuda wa nafasi nyingi ambazo ameteua, nafasi za juu kabisa serikalini kwa wanawake wa Tanzania, lakini pia Watanzania wenye ulemavu. Kwa hiyo wananchi wanaposhiriki kikamilifu katika uchaguzi, wanapata nafasi ya kushiriki moja kwa moja katika maamuzi yanayogusa maisha yao ya kila siku, na hivyo kuimarisha uwajibikaji wa viongozi waliopo madarakani na katika ngazi mbalimbali. Mheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, napokaribia kumalizia, napenda tena tumpongeze Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kudumisha ujirani mwema na mataifa yanayotuzunguka, ikiwa ni pamoja na kuendeleza na kuimarisha uhusiano kimataifa. Aidha, katika kutekeleza sera ya mambo ya nje, serikali ya Tanzania imeendelea kuongozwa na falsafa ya kutofungamana na upande wowote iliyoasisiwa na baba wa taifa, na hivyo kuwezesha nchi yetu kuepuka uadui na taifa lolote duniani. Chini ya uongozi wa baba wa taifa, Tanzania imekuwa mwanachama wa Umoja wa Mataifa tangu Disemba tarehe 14 mwaka 1961 na mshiriki mkubwa katika medani za kimataifa, na hususan katika uanzishwaji wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU mwaka 63, kundi la nchi za 77 zinazoendelea G77 mwaka 1964, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC mwaka 80 na kadhalika. Kabla sijamaliza, napenda pia niungane na Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania, kuwasisitiza vijana wa Tanzania kujitahidi kusoma vitabu juu ya baba wa taifa letu. Kuna maarifa na maono makubwa sana, na hili ni muhimu kwa ajili ya uendelevu wa taifa letu zuri la Tanzania. Lakini vile vile yametolewa maombi matatu: moja, kwa serikali kuwa karibu na taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Na kwa hili ningependa kuwaambia Watanzania kupitia hadhara hii kwamba kwa upande wa serikali tuko tayari na tutaendelea kushirikiana kwa karibu na taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Na ndiyo sababu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, amenituma na leo ni mara ya pili kumwakilisha kwenye maadhimisho haya, na tutaendelea kuwa karibu na taasisi yetu hii muhimu. Kuhusu kuchangia ujenzi wa makao makuu ya taasisi, hapa tena ningependa kwa niaba ya serikali kuwaambia Watanzania wenzetu kuwa tuko tayari kabisa, tumepokea hili, na napenda kutumia nafasi hii kuwataka Wizara ya Ardhi, lakini pia Wizara ya Maliasili na Utalii. Tunashukuru kwa hatua ya kuwapatia kiwanja, lakini sasa tupige hatua, bajeti zinapotengwa kwa ajili ya taasisi hii ziweze kutoka na zikafanye kazi iliyopangiwa. Lakini pia naomba nitumie nafasi hii kuwaomba waheshimiwa wakuu wa mikoa yote nchini wafanye walao jitihada kuwapatia taasisi hii walao hata ka ofisi kamoja huko mkoani. Ombi la tatu lilihusu
ushirikiano kuimarisha makumbusho ya Baba wa Taifa kule Butiama. Nalo hili niseme kwamba kwa upande wa serikali tuko tayari kabisa, na nina hakika kwamba wapo marafiki wengi wa Tanzania wakiwemo baadhi ya mabalozi waliowakilishwa hapa na wengine wengi sekta binafsi ambao wako tayari kabisa kuhakikisha kwamba tunajenga makumbusho ya Baba wa Taifa yenye hadhi yake. Kwa hiyo ninawataka tena Wizara ya Maliasili na Utalii, lakini hili liratibiwe na Taasisi ya Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, na sisi kama serikali tuko tayari kuungana nao. Kama mtaamua kufanya harambee, basi serikali itaungana nanyi katika hili ili tuweze kulikamilisha. Mwisho kabisa, napenda kumalizia kwa kuipongeza Taasisi ya Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere kwa fursa hii adhimu ya kufanya tafakuri ya maisha ya kiongozi wetu Baba wa Taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha yake na kwa mchango mkubwa sana aliyoutoa kwa taifa lake. Tunawashukuru taasisi na wadau mbalimbali ambao wameendelea kuisaidia Taasisi ya Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, maana taasisi hii sio taasisi inayofanya biashara. Kwa hiyo tunawashukuru sana ambao wamekuwa wakifanya hivyo, na tunawaomba na wengine watuunge mkono kuisaidia taasisi hii. Tuendelee kumwenzi Baba wa Taifa letu kwa kuendeleza mema yote aliyotuachia na kuhakikisha taifa letu linadumisha umoja, amani na mshikamano. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Twendeni tukajiandikishe kwa amani, tukafanye kampeni za amani na ustaarabu. Asibakie hata mmoja ambaye ana umri wa kupiga kura ambaye atabaki nyumbani akakosa fursa ya kuchagua viongozi bora. Tanzania oye! Mwalimu Nyerere oye! Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana mgeni wetu rasmi. Naomba wote tusimame. Bendi mtuongoze kumshangilia mgeni rasmi kwa hotuba nzuri kabisa. Bendera naomba zipepee juu kabisa kabisa. Tanzania oye! Twende, piga makofi tafadhali. Kama siyo, kama siyo, na amani tungepata, siyo tulizako, kama siyo,